Umasikini sio neno geni kabisa katika masikio ya watu walio wengi, hususan katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kila kukicha utasikia watu wakilalama ya kwamba hali ni ngumu, au kwa lugha nyingine ni kwamba vyuma vimekaza. Ni kweli, mimi ni mmoja wapo ambaye ninaandamwa na ugumu mpaka kwenye mifuko yangu. Maisha ninayoishi mimi, mke wangu, wanangu pamoja na mama yangu, yote hutegemea ajira yangu ya ulinzi katika hii kampuni ya QX Security. Kiukweli sio kazi yenye hata marupurupu. Ni kazi ambayo inanifanya nizidi kuweka uhasama na wauza maduka wa mtaani kwetu, kwa maana ya kwamba kwa jinsi ninavyokopa, imefikia wakati hata baadhi ya njia zenye maduka ninayodaiwa nimeacha kupita hizo njia. Nimeacha kabisa kuzipita. Na kama ni kuzipita, basi napita usiku sana, muda ambao wauza maduka hao wanakuwa tayari wamefunga hayo maduka yao. Nikianza kuitazama bunduki aina ya gobore niloishika mkononi mwangu, bunduki ambayo inaingia risasi moja tu. Tumezibeba kama ushahidi tu, kwa maana kwamba mimi toka niajiriwa kwenye hii kampuni ni mwaka wa 5 sasa, sijawahi kuitumia kabisa kumlenga hata paka. Nikitazama ukimya uliotulia kwenye mtaa huu wenye maduka makubwa ya Wahindi, huku pembezoni kukiwa kuna benki kubwa ambayo walinzi wake ni maskari wa FFU, ambao wenzetu hawa bwana wamejaliwa kwa kukabidhiwa bunduki za kisasa aina ya SMG. Ngoja tunijipumzishe kidogo. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikitafuta moja ya kijieneo ambacho kilikuwa kimejificha kidogo. Niliweka bunduki yangu pembeni na kisha taratibu nilishusha kofia yangu na kufunika uso wangu na kuanza kutafuta usingizi ambao unaninyemelea. Huku walinzi wenzangu wa kampuni hii ninayoifanyia kazi wakiwa katika maduka mengine. Hazikupita hata dakika 20, nilisikia mlio wa risasi aina ya SMG ulionifanya nikurupuke kwenye usingizi huo. Na kitu cha kwanza kukishika ni bunduki yangu. Mapigo yangu ya moyo yalizidi kunidunda kwa spidi ambayo sio ya kawaida. Kwa maana toka nianze kazi yangu mimi ya ulinzi, sikuwahi kabisa kukumbana na kisanga kama hiki. Risasi zilianza kumiminika katika huu mtaa wenye maduka yanayotazamana. Nikachungulia hivi kidogo na nikaona maaskari polisi wawili wakiwa wamelala chini, huku wakiwa wametulia tuli. Hiyo ikiashiria kwamba wameshatandikwa risasi na kufariki pale pale. Nikaona watu 10 waliovalia mask kwenye nyuso zao, huku wakiwa na nguo nyeusi wakimalizia kuwapiga risasi askari hao wawili waliokuwa wamelala chini. Walinzi wenzangu wengine 3 nao pia nikaona wakichapwa risasi, huku wanaume hao waliovalia maski wakiwa wanasambaa mtaa huu wenye maduka. Wanaume wawili wenye bunduki kubwa zenye kutumia mikanda ya risasi walisimama mwanzo kabisa huu mtaa, huku wengine wakisimama mwisho kabisa wa mtaa huu ambapo kulikuwa kuna njia kutokea kwenye huu mtaa. Kiufupi, walikuwa wameufunga mtaa. Jasho jingi lilizidi kunimwagika huku nikiwa sielewi nini cha kufanya. Bunduki yangu kwa kweli ilikuwa haina ubora kabisa wa kupambana na majambazi ambao walikuwa wanaonekana wamejizatiti kwenye kila nyanja. Kwani hata gari walizokuwa wamekuja nazo sio vijigari uchwara, ila ni Range Rover zilikuwa ziko 4 ambazo zote zilikuwa ni nyeusi. Majambazi kadhaa wakaingia benki, huku wengine wakifungua duka moja baada ya jingine, na mbaya zaidi katika huu mtaa maduka ni makubwa, yalikuwa yanauza simu za kifahari pamoja na vitu vya dhahabu kama vile cheni, saa, mikufu na kadhalika. Nikasema Allah nisaidie mimi. Nilizungumza huku nikiendelea kujibanza kwenye kijipenyo hiki ambacho kilikuwa kimetenganisha kati ya duka moja na duka jingine, na ni eneo dogo sana ambalo endapo wakipita tu na kupitisha macho yao upande wangu basi wanaweza kuniona. Nikahisi haja ndogo ikinilenga, kwa maana ya kwamba kuna mmoja wao ambaye alikuwa ameshika tochi kubwa, ameanza kumulika eneo moja baada jingine, huku mkononi mwake akiwa ameshika mtutu wa bunduki wa maana kabisa. Mwenyezi Mungu, nikifa mimi ni nani ambaye atailea familia yangu? Nilisali kimoyomoyo huku nikilia kwa uchungu vibaya mno. Oya, tayari
kama vipi tuondokeni? Naam. Nilisikia sauti ya mmoja wao na kumfanya jamaa huyo ambaye alikuwa amebakisha hatua kadhaa kunifikia aligairi kuja upande huu ambapo nipo mimi. Akaingia kwenye moja ya gari na kisha wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi sana. Taratibu nami nikapata ujasiri wa kutoka eneo hilo. Nikapita kwenye moja ya frame ambayo wanauza vitu vya dhahabu. Nikaona baadhi ya mikufu ya dhahabu kadhaa ikiwa imeangushwa chini. Kwa haraka nikaingia ndani ya duka hilo, nikakusanya pale mifuko iliyokuwa imesalia na kisha nikaondoka eneo hili huku nikikatiza katika huu mtaa kwa mwendo wa kasi sana, huku bunduki yangu nikiwa nimeiacha kwenye eneo nilichokuwa nimejibanza. Nikafika katika nyumba yetu ambayo ndo ninaishi na familia yangu. Kitu cha kwanza kukifikiria ni wapi ambapo nitaificha cheni hizi ambazo ni za gharama kubwa sana, na kama nikifanikiwa kuziuza kwa baadhi ya masonara basi nitapata fedha. Nikazunguka hadi kwenye moja ya mti wa mbilimbi, mti ambao upo karibu kabisa na choo chetu cha nje. Nilichukua moja kipande cha mti, nikafukua kwa haraka pale kijishimo ambacho nilipoweza kujidhihirisha kwamba haka kashimo kanatosha. Nikazifunga hizi cheni kwenye kitambaa changu na kisha nikaziweka huku nikiwa naangalia pande zote na kugundua kwamba hakuna mtu anayeniona. Nikazifunika vizuri na kisha nikasimama huku nikiwa ninawaza nini sasa nifanye. Nafsi moja ilikuwa inanishinikiza niweze kurudi eneo la tukio, huku nafsi nyingine kinishinikiza niweze kulala hadi asubuhi. Rashidi. Nilisikia sauti ya mama ikitokea chumbani kwake, kwa maana ya kwamba chumba chake kilikuwa kinatazamana na eneo hili la uwani mwa nyumba yetu. Ndio mama. Ni wewe? Ndio. Mbona uko hapa saizi? Umetoka kazini? Nilishindwa kumjibu mama jibu la kueleweka, kwa maana ya kwamba sio kawaida yangu mimi kurudi usiku kama huo wa leo. Mama alifungua mlango wa uwani na kisha akatoka nje. Vipi? Mbona usiku huu? Mama yangu alizungumza huku akiwa ameshika taa ya kuchaji, kwa maana ya kwamba nyumbani kwetu hapakuwa na umeme. Tutazungumza mama. Nilizungumza hivyo huku nikiingia ndani na kumwacha mama akinitazama kwa mshangao. Nilisimama mlangoni mwangu nikataka kugonga mlango, ila nikasita kidogo mara baada ya kuona mlango wa chumba changu ukiwa wazi kidogo. Nilisukuma na kisha niliingia ndani. Nilitoa simu yangu yenye kitochi, nikamulika ndani hapa, nikamkuta mwanangu mwenye miaka 2 alikuwa amelala peke yake pasipo mama yake. Hapo ikanibidi kwanza nitoke nje huku nikiwa nina maswali mengi sana. Mama, mke wangu yuko wapi? Mama Shamsa, mbona amelala humo ndani? Mama, mke wangu hayupo humo ndani. Hapo ikamlazimu mamangu kuingia ndani, na kweli akajidhihirishia kwa macho yake kwamba mke wangu hayupo. Sasa atakuwa amekwenda wapi? Mama aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasawa, kiukweli sifahamu mama, labda nikuulize wewe ndio unaweza kuniambia mke wangu yuko wapi? Mimi sijui, kwa maana kwamba nililala toka saa 2 usiku. Hapo nikapiga hatua hadi mlango wa mbele. Nilikuta mlango ulikuwa umeegeshwa. Ina maana kwamba mke wangu alitoka na kuegesha mlango huu. Wasiwasi ulizidi kunijaa, kwa maana kwamba sijui mke wangu amekwenda wapi au amekumbwa na jambo gani. Mpigie simu yake, mama alizungumza, na kweli nilimpigia simu yake. Ilianza kuita na baada ya kupiga mara 2 mfululizo ikapokelewa. Mume wangu, niambie. Mke wangu alizungumza kama mtu ambaye ametoka usingizini, kutokana na kwamba nilikuwa nimemweka loudspeaker. Ilinibidi tu mimi na mama kutazamana. Ilibidi nimuulize, vipi, umelala? Mume wangu, usingizi ulikuwa umenipitia. Vipi, mbona saa hizi umenipigia simu? Kwema uko kazini? Mimi na mama ikabidi kwanza tuzidi kujawa na mshangao. Inikabidi nirudi chumbani kwangu kuthibitisha kwamba kweli mke wangu hayupo au labda ni wenge langu tu. Nikamwambia nimetaka kukujulia hali tu mke wangu. Vipi mama na mtoto wamelala vizuri?
Niliuliza huku maumivu ya wivu wa mapenzi yalikuwa yamenitawala mno moyoni mwangu. Ndiyo. Mwanao nimelala naye hapa pembeni. Amenikumbatia mume wangu. Natamani ungekuwepo kunikumbatia muda huu. Maneno ya mke wangu yalizidi kunikasirisha ese. Mama kaanza kutingisha kichwa na kunisikitikia kwa maana ya kwamba mke wangu anachokizungumza ni uongo, kwa maana mtoto anayemzungumzia amemwacha hapa na amelala peke yake. Okay. Basi usiku mwema. Nawe pia mume wangu, nakupenda. Hapo nilijikuta nikikata simu huku machozi yakinimwagika usoni mwangu. Kwa kweli kati ya watu niliokuwa ninawaamini ni mke wangu. Sikuwahi kufikiria siku hata moja kama anaweza kunisaliti kwa namna yoyote ile. Ina maana mkwe wangu anachepuka? Mama aliniuliza huku akionyesha kujawa na huzuni kubwa mno. Sikumjibu chochote mama, zaidi ya kumsogelea mwanangu na kisha nikakaa pembeni ya kitanda. Mama. Abe mwanangu. Kazini tumevamiwa na majambazi. Walinzi wenzangu pamoja na askari wawili wameuawa kwa risasi. Hawajakuumiza? Hapana mama. Nilikuwa nimejificha. Oh, Mungu wangu. Sasa itakuwaje mwanangu? Nimekimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yangu mama. Sihitaji tena hiyo kazi. Rashidi mwanangu. Naam mama. Mola ameweza kukunusuru na mikono ya wauaji. Tafadhali sana mwanangu, hebu acha hiyo kazi. Fanya hata kazi nyingine. Kumbuka wewe ndo naye kutegemea mwanangu. Mwanao Shamsa naye ndo hivyo. Anakutegemea. Ukiondoka wewe hapa duniani, ni nani atakayetusaidia? Na isitoshe, mama yako umri wangu ndo huo umeshakwenda mwanangu. Mama alizungumza kwa sauti nyonge huku naye machozi yakimlengalenga. Nilijifikiria kwa muda kidogo na kisha nikanyanyuka. Unakwenda wapi sasa? Subiri mama, nakuja. Nilitoka nje, nikafukua pale kishimo nilichokuwa nimeweka cheni, nikazichukua na kisha nikarudi nazo ndani. Mama, naomba uzifiche hizi. Hizi ni cheni za dhahabu na niliziokota wakati majambazi hao wanakimbia. Chidi mwanangu, usitaki kuniambia umeshirikiana na hao majambazi? Hapana mama. Mama, unanijua mimi mwanao. Sina hulka za wizi mama. Naomba uzifiche hizi. Chochote kitakachoweza kujitokeza tafadhali usije ukazitoa. Nadhani umenielewa mama. Hapo nilizungumza huku nikimshika mama yangu mkono wake wa kulia. Nilimkabidhi hizo cheni. Mama, najua kwamba mwanangu anahitaji kwenda shule. Tafadhali sana mama, hakikisha kwamba huzitoi kwa mtu yeyote. Rashidi mwanangu, unajua unanitisha mwanangu. Mama, sikutishe, ila nakuomba mama, fanye kama nilivyokuambia. Hapo mama alinitazama usoni na kisha alinikumbatia kwa nguvu nyingi mno huku akilia mithili ya mtoto mdogo. Mama, mimi narudi kazini. Unarudi kazini? Unataka kwenda kufanya nini tena mwanangu? Sihitaji askari waweze kuja hapa nyumbani kwa tukio lililotokea kazini. Ni lazima maaskari watahitaji maelezo kutoka kwangu. Mama, nakuomba sana, usimpe mtu yeyote hizo cheni. Na ukishindwa kukaa nazo wewe, nenda kazifukia hata shamba. Alafu utakuja kumwambia ama kumuonyesha mjukuu wako Shamsa. Nimekuelewa mwanangu. Hapo mama alinikumbatia kwa mara ya mwisho na kisha nikasimama. Mama, usije kumwambia mama Shamsa ya kwamba nilirudi. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Na wala akirudi, wala usionyeshe dalili yoyote ya kutambua kwamba ana tabia kutoka usiku.
Sawa mwanangu. Mama alinijibu kwa msisitizo na ujasiri mkubwa. Nilimshika mwanangu nywele zake na wala hakuweza kuamka. Nilitoka ndani hapo na kuanza kukimbia kurudi katika lindo langu. Nikiwa karibu na eneo la kazini kwangu, niliona gari nyingi za askari zikiwa zimekusanyika katika eneo hilo. Nikatembea kwa kujiamini hadi walipokuwa maaskari hao. Nguo zangu za ulinzi nilizokuwa nimezivaa, niliweza kuwafahamisha askari hao ya kwamba mimi ni mlinzi kati ya walinzi ambao wamekutwa ni maiti. Ulishuhudia tukio? Askari mmoja aliniuliza pasipo hata salamu. Nikasema ndio. Nilitikia kwa upole tu. Mkuu, kuna mlinzi mmoja ameona tukio. Askari huyo alizungumza na kumfanya mzee mmoja mwenye nyota mbili begani mwake aje eneo tulipokuwa tumesimama. Alinitazama kuanzia juu hadi chini kwa macho makali mno, macho yanayotisha mithili ya macho ya simba. Unaitwa nani wewe? Naitwa Rashidi. Rashidi nani? Rashidi Pinda. Umetokea wapi muda huu? Majambazi walivyovamia hapa niliweza kukimbia kwa uoga. Hebu mpakizeni kwenye gari, mpelekeni kituoni kwa mahojiano. Sawa mkuu. Askari mmoja alinionyesha defender ya kupanda na kisha tukaondoka eneo hili kwa mwendo wa kasi mno. Tukafika kituo cha polisi, nikaingizwa pale kwenye moja ya chumba ambacho kina meza pamoja na viti viwili. Tupate simu yako? Askari huyo alizungumza huku akininyoshea mkono. Nilimkabidhi simu yangu na kisha akatoka ndani hapa akufunga mlango kwa ndani. Nilikaa ndani hapa hadi nilipoanza kuona mwanga ukiingia ndani ya dirisha dogo lililopo juu, kuashiria kwamba kulikuwa kumepambazuka tayari. Mlango kafunguliwa, akaingia mwanadada mmoja hivi mrefu aliyevalia suti nyeusi, shepu yake namba 8. Hakika ukiwa mwanaume lijari ni lazima tumtamani. Alivuta kiti kilichokuwa mbele yangu huku akinitazama kwa tabasamu pana usoni mwake. Unaitwa Rashidi Pinda, si ndio? Ndio. Mwanadada huyu ambaye hadi sasa hivi sifahamu ni nani, akanielekezea simu yake na kunionyesha video iliyorekodiwa na CCTV kamera ikionyesha nikiingia katika moja ya duka na kuchukua cheni za dhahabu na kisha nikatoka ndani hapo kwa mwendo wa haraka mno. Mapigo yangu ya moyo yalianza kunienda kasi sana, kwa maana ya kwamba sikufikiria nilichokifanya kinaweza kuonekana. Nimekuja kuzungumza na wewe kirafiki sana Rashidi. Endapo utaniambia ukweli na uwazi, basi nitakusaidia kwa 100%. Ila ukikataa, sijui ni kitu gani ambacho kitakupata. Mwanadada huyu mrembo alizungumza kwa upole sana huku akinitazama usoni mwangu. Naomba uniambie, wenzako ulioshirikiana nao katika huu mpango wa kuvamia huu mtaa, wakawaua hadi askari polisi 2 pamoja na walinzi wenzako 3 na kuiba mali nyingi sana, wako wapi? Kumbuka ukweli wako Rashidi ndio utakuweka huru, la sivyo jela itakuhusu. Maneno mwanadada huyu alinifanya nizidi kutetemeka mwili mzima, kwa maana kwamba hata hao majambazi wenyewe siwajui ni akina nani na wala sifahamu wametokea wapi, na kitu kilichoniponza ni kuiba cheni za watu kwenye duka hilo la Muhindi ambazo endapo nitaziuza basi nitatoka kimaisha. Mi sijui, nilijibu huku nikiwa nimejawa na uoga ulioambatana na kigugumizi kikali mno. Mwanadada huyu akatabasamu, akasimama taratibu na kisha akaliweka koti lake la suti vizuri, kisha taratibu akanisogelea karibu yangu, akainama pembeni yangu huku akinitazama. Rashidi, nahitaji kuzungumza na wewe kirafiki kabisa. Ila mbona unaficha rafiki yangu? Wewe nieleze ni wapi walipo majambazi wenzako, na kisha na kuhakikishia kwamba utakuwa huru. Ni kweli dadangu, mimi sifahamu chochote. Ghafla nikashtukia uso wangu kibamizwa kwenye hii meza. Wenge nililolihisi hapa hakika sikuwahi kukumbana nalo kwenye maisha yangu. Nisikiliza wewe, huwa sipendi mtu mbishi. Mwanadada huyu alizungumza kwa sauti yenye ukali kidogo huku akishika kichwa changu kwa nyuma.
akanigongeza tena kwenye hii meza mpaka damu puani zikaanza kunichuruzika. Aliingia askari mwingine wa kiume. Akasema, "Vipi huyo? Amesema chochote?" Askari huyo alimuuliza mwanadada huyo aliyekuwa ananihoji. "Hapana mkuu, hajazungumza chochote." "Hebu mpelekeni Pentagoni na hakikisha anazungumza ukweli. Hatuwezi kuona askari wa jeshi la polisi wanauawa alafu mpumbavu mmoja aliyecholesha mchongo na kakimia." "Sawa mkuu." Mwanadada huyo alinishika mkono wangu wa kulia eneo la kwapani. Alininyanyua juu. Unajua sikutarajia kuona mwanadada kama huyo akiwa na nguvu kiasi cha kuninyanyua mimi. Akanitoa ndani hapa na kunikabidhi kwa askari wawili. Akasema, "Mpelekeni Pagaton." "Sawa mkuu." Askari hao walimjibu mwanadada huyo na wakaanza kunipeleka katika eneo ambalo sijui ni eneo gani, ila tu ninachojua ni Pagatoni. Sasa Pagatoni ni wapi? Kiukweli sijui. Tukashuka ngazi zinazoelekea chini ya ardhi. Eneo hili lina giza kiasi. Tukafika katika chumba ambacho kuna vifaa vya ajabu ajabu ambavyo leo hii ndo mara yangu ya kwanza nimekuviona. "Mvueni nguo." Mwanadada huyo alizungumza na askari hao wawili wakati hiyo amri. Nikasema, "Jamani, mimi sijui chochote." Sikumaliza sentensi yangu, askari anayenivua shati alinizaba kofi la shavuni upande wa kulia mpaka nilisi sikio langu limepoteza mawasiliano kusikia vizuri. "Kaa kimya, kunguni wewe." Askari huyo alifoka huku akiendelea kunivua shati. Unajua sikuamini ninachokiona, kwa maana kwamba wamenivua nguo zangu zote na niko utupu kabisa kama nilivyozaliwa. Nikafungwa pale mnyororo mmoja mkono wa kulia na mnyororo wa pili nikafungwa mkono wa kushoto. Mnyororo hii ikaning'inizwa kwenye moja ya bomba zilizopo juu ya paa hili, na kisha askari hao wakaanza kuvua minyororo hiyo. Nikajikuta nikianza kupanda juu taratibu, huku mikono nikiwa nimeichanua kama mtu aliyesurubiwa msalabani. Mwanadada huyu akavua koti lake na kulining'iniza kwenye msumari wa mlangoni mwa chumba hiki. "Nisikilize. Hii ni nafasi yako ya mwisho Rashidi. Niambie wenzako wako wapi?" "Haki ya Mungu dadangu. Sijui mimi. Sijui. Mimi ni mlinzi tu." "Haya, mmwagieni maji." Askari hawa walichota maji kwenye moja ya pipa lililopo ndani hapa, wakanimwagia mwilini mwangu. Hata dakika moja haikuisha, nilianza kuwashwa mwili mzima. Hapo nikagundua kwamba maji haya ni maji yenye upupu wa kuwasha. Machozi yalianza kunimwagika huku nikilia kwa uchungu sana, kwa maana mwili wangu ulikuwa unawasha na ninashindwa kujikuna. Askari huyo wa kike alichukua mjeleji una miba hivi akaushika vizuri na kisha akasimama mbele yangu. Sijawahi kuwa na huruma kwa mwanaume yeyote kwenye maisha yangu. Sasa leo utakwenda kuzungumza. Akanitandika mijeledi miwili ya haraka haraka. Yoe nililolipiga hakika sikuwahi kulipiga kwenye maisha yangu. Maumivu niliyoyapata hakika sikuwahi kuyapata kabisa kwenye maisha yangu. "Nataka useme wako wapi wenzako." "Sijui. Haki ya Mungu sijui dada. Mnanionea tu bure." Nilizungumza huku nikilia kwa uchungu mno. Mwanadada huyu hakika hakuwa na huruma kabisa. Akaendelea kunicharaza mijeledi mwili mzima, na kila sehemu aliponipiga alikuwa anatoka na vipande vya nyama. "Chumvi na pilipili." Mwanadada huyu alizungumza na askari wawili waliokuwa wamevaa gloves. Wakafungua moja ya kopo na kutoa chumvi. Walianza kunipaka mwilini mwangu, hususan maeneo niliyokuwa nimejeruhiwa na mijeledi. Maumivu niliyoyahisi hakika nilitamani ardhi ipasuke na nimeze. Chumvi hii ilikuwa ina pilipili ambayo ilikuwa inanizidishia maumivu. "Cheni za dhahabu umezipeleka wapi?" Swali hili likanifanya nipate ujasiri kidogo, kwa maana ya kwamba niko tayari kufa, ila sisemi ni wapi zilipo cheni hizo, kwani endapo nitaziuza basi mimi na familia yangu tutakuwa tuna kijunafuu cha maisha. "Mimi sijachukua." Nililia kwa uchungu sana. Mwanadada huyu akanipiga ngumi 6 za tumboni. Nilijikuta nikitema damu. "Mkuu, utamua."
Askari mmoja alizungumza kwa uoga kidogo. Kaa kimya wewe. Mwanadada huyu alifoka, akatembea kwa haraka mpaka kwenye meza iliyojaa vifaa vya ajabu ajabu. Alichukua pale prize na kisha akanisogelea. Akanishika pale sehemu za siri huku akawa ananiminyaminya. Mkuu, askari wa pili aliita na kumfanya mwanadada huyu kumtazama kwa macho makali mno. Tumpe muda, huyo atazungumza tu. Oh, mnamtetea kwa sababu ni mwanaume mwenzenu, si ndio? Askari hawa wanaonekana kushikwa na imani kidogo juu ya vitendo vinavyofanyiwa. Hapana mkuu, ila tumpatie muda. Tokeni nje. Ninyi akina nani ambao mnanielekeza kazi mimi? Ha? Askari hawa wa kiume walijikuta wakikaa kimya. Nimesema tokeni nje. Wakatoka ndani hapa, wakaniacha na askari huyu ambaye sura yake haiendani kabisa na matendo yake. Alichukua vibanio viwili vya chuma ambavyo vina nyaya. Kimoja akanibana kwenye nyama ya mbavu ya upande wa kulia na kisha kibanio kingine akanibana kwenye kidole changu cha mguu wa kulia. Mnaua askari wa jeshi la polisi, alafu mnataka tuwachekechekee, si ndio? Alizungumza mwanadada huyo huku akipiga hatua mpaka kwenye moja ya mashine iliyokuwa imekaa kama muundo wa stabilizer hivi. Aliwasha, baada nilihisi mwili mzima ukitetemeshwa mpaka nikahisi maini na moyo vinapasuka. Nilianza kuona maruerue. Kadiri muda ulivyozidi kwenda ndivyo kigiza kikaanza kutawala machoni mwangu, na baada muda kidogo sikuweza kuona wala kusikia kinachoendelea. Sauti ya muziki wa taratibu ilianza kupenya masikioni mwangu. Niliyafumba macho yangu na kuanza kuyaangaza katika kichumba. Nilimwona mzee aliyekuwa amevalia koti jeupe akiwa amekaa kwenye moja ya kiti kilichopo ndani hapa huku akiminyaminya kompyuta yake. Nilijitazama mwili wangu. Nikakuta nikiwa nimevalishwa nguo za rangi ya chungwa, na nguo hizi ni maarufu sana kwa ajili ya wafungwa. Nikataka kujipapasa na mikono yangu mwilini, ila mkono wangu kushoto ulikuwa umefungwa pingu iliyokuwa imeunganishwa na kitanda hiki cha chuma. Oh, umeamka? Mzee huyu alizungumza mara baada ya yeye kugeuka. Alisimama na kisha kanifuata sehemu nilipokuwa nimelala. Hapa niko wapi? Niliuliza huku nikiwa ninatetemeka kwa uoga. Kijana, karibu sana. Upo gereza la Maweni, Tanga. Mzee huyu alizungumza kwa kitabasamu usoni mwake. Nikasema, Tanga? Maweni? Ndio, na mimi ni daktari wako ninayekutibu. Una wiki sasa toka uletwe hapa. Wiki? Niliuliza huku nikizidi kushangaa, kwa maana sijatarajia kama ninaweza nikafikishwa gerezani. Ndio, na labda nikushauri jambo moja kijana wangu. Katika magereza ya watu hatari hapa Tanzania, hili gereza ni nambari 1. Ukiona mfungwa ameletwa huku, basi tambue kwamba uko katika kundi la watu hatari sana. Maneno ya daktari huyo yalinifanya nizidi kuchanganyikiwa, kwa maana ya kwamba sina kumbukumbu ni lini nimeweza kuhukumiwa mpaka kuletwa gerezani. Dokta, ni kwamba ninaota? Nilizungumza kwa machozi yakinilenga usoni mwangu. Hapana, hauoti ndoto yoyote, na hiki unachokiona ni kiko sahihi kabisa. Nimejitahidi kukupa tiba na vidonda vyako sasa vimekauka. Majeraha yako yaliyobaki ni machache sana mwilini mwako. Daktari alizungumza huku akiweka miwani yake sawa. Nikamwambia, samahani dokta. Bila samahani. Nililetwa hapa na kina nani? Uliletwa na maofisa upelelezi wa jeshi la polisi ukiwa uko Hoi bin Taban. Na uliletwa hapo ukiwa na majeraha yaliyopewa matibabu ya awali
ila baada ya hapo nikakushughulikia na nimeshatoa ripoti ya kwamba utazinduka kati ya jana au leo. Namshukuru Mungu leo umeweza kuzinduka. Hakika kwenye maisha yangu hakuna kitu kibaya kama maisha kubadilika tena ghafla, tena ukiwa na majukumu ya watu wanaokutegemea kwenye maisha yao. Mlango ligongwa na daktari aliruhusu anayegonga aweze kuingia. Aliingia mwanaume mrefu aliyevalia suti nyeusi, na jinsi mnyo wake ulivyokuwa umekaa kichwani ilikuwa inaashiria kwamba ni askari. Karibu afande. Ashukuru Dr. Shimako Dokta. Salama tu. Naona muhalifu wetu ameweza kuzinduka. Ndio ni kweli kabisa. Dogo, unajisikiaje? Nilipouliza swali hili na huyu askari, nilishindwa hata kumjibu mwanamume huyo. Nilibaki tu nikiwa ninamtumbulia tu macho, kwani hadi sasa hivi sielewi mambo yamekwendaje mpaka mimi niwe gerezani. Dogo, wewe jeuri sana. Hapana, huyu kijana sio jeuri. Amezinduka kutoka usingizini muda huo, hivyo network zake bado hazijarudi vizuri. Basi akiwa yuko vizuri utanifahamisha Dokta, nije kumoja maswali mawili matatu. Sawa afande. Mzee huyu alinitetea na kisha afande huyu akatoka ndani hapa. Kijana, huyu ni mmoja wa maafisa wa polisi waliopewa jukumu la kukuchunga hadi pale utakapozinduka. Kijana, ni kweli umeshirikiana na majambazi? Mzee wangu, mimi na majambazi wapi na wapi? Mimi ni mlinzi tu wa kawaida Dokta, mimi ni mlinzi tu. Macho yako yana ukweli, ila sasa sijui ni kwa nini unashindwa kutambua ukweli uliomo ndani yako. Hapo akaingia askari magereza mwenye nyota 2 begani. Nasikia huyu kijana ameshaamka, alizungumza kwa sauti nzito na iliyojaa mikwaruzo. Dokta akasema ndio, kama dakika 15 zilizopita ametoka kuamka. Sasa ni wakati wewe kwenda kuonana na majambazi wenzake. Muda wa kulala kwenye kitanda chako umekwisha. Ila askari, huyu kijana bado afya yake haijawa vizuri. Dokta, hili ni lijambazi kabisa. Acha likapambane na wenzake huko gerezani. Askari huyu aliyekuwa amepanda hewani kwa urefu na kujazia misuli ya mwili wake alizungumza huku akinifungua pingu. Nilishushwa hapa kitandani pasipo kupenda. Daktari akasema, ngoja basi kwanza nimpatie dawa za kutuliza maumivu. Daktari huyu alizungumza na kunipatia kichupa kidogo. Akaniambia kutwa mara 2 kidonge kimoja asubuhi, kingine usiku. Nikasema nashukuru Dokta. Askari huyu akanipora iko kikopo, akakifungua ndani na kutazama dawa zilizopo. Akakifunga na kisha akanirudishia. Tukatoka ndani hapa huku miguuni nikiwa nimevaa ndala za umoja. Tukaanza kutembea kwenye korido ndefu ambayo ilikuwa na milango yenye bomba za chuma na kuna vyumba vingi kweli kweli. Kila eneo tunalopita na huyu askari, wafungwa walikuwa wanachungulia huku wakiwa wananishangilia. Mkuu, mali mpya hiyo ilete huku, aje huku bwana. Kelele za wafungwa waliojazia miili yao kwa misuli zilisikika kila eneo. Hakika gereza hili linatisha kwa ndani. Ni mara 100 ukalipita kwa nje tu na sio kuingia ndani tena ukiwa kama mfungwa. Mlango wa moja ya chumba ulifunguliwa. Manjemba 4 yaliyojazia miili huku yakiwa yako tumbo wazi yalisimama huku yakitunisha vifua vyao. Askari huyu akapeana mkono na njemba mmoja. Nilishuhudia kikabidhiwa pale noti ya shilingi 10,000 iliyokuwa imekunjwa. Mali yenu huyo, mzindueni usiku kucha. Askari huyu alizungumza huku akinisukumia niingie ndani ya hili gereza. Majamaa haya yakanidaka huku yakiwa yanaonyesha dalili chafu kabisa za kingono. Mtoto mlaini huyu. Njemba moja ambalo ndo lilitoa pesa kwa askari magereza alizungumza hivyo huku akijaribu kunishika mwilini mwangu. Nikauwahi ule mkono wake. Nikamwambia unataka kufanya nini? Ilibidi kujikaza kwa maana kwamba nikiwa legelege hapa nitawapa nafasi kunifanya kitu kibaya. Dogo na koroma au sio dogo na koroma?
Njemba moja lilizungumza huku likinisogelea na kuyachezesha maziwa kwenye kifua chake iliyokuwa imekaza kwa misuli tokanayo na mazoezi. Nikasema sihitaji ugomvi na mtu. Nilitoa onyo huku nikijaribu kutoka katikati yao kwa maana kwamba walikuwa wamenizingira. Oya, toa basi boksi la kinga hapo. Lazima tumshughulikie huyu. Hapo moyo ulinipasuka. Hakika hivi vitu gerezani vinafanyika sana na wanaume hawaoneani huruma kabisa, swala la kuingiliana kinyume kabisa. Njemba moja likatoa pale boksi za kinga. Taya hatari kaniwakia kichwani mwangu. Kwani wakati uliokuwa umefika ni wakati wa kulinda sasa heshima yangu kama mwanaume niliyekamilika kila idara. Nilimpiga kichwa njemba moja aliyekuwa amesimama mbele yangu na kikatua kwenye barabara ya kwenye pua yake. Ikamfanya jamaa jishike pua yake huku akitoa mlio wa maumivu. Njemba aliyekuwa amesimama kulia kwangu nilimtandika kisukusuku cha kooni mwake na kumfanya naye apate maumivu yaliyomfanya shike koo lake. Njemba aliyekuwa amesimama nyuma yangu akanikumbatia ili nisije kufanya fujo. Nilimpiga kisukusuku cha mkono wangu kulia na kilimpata barabara kwenye sikio lake na kumfanya naye atoe mguno wa maumivu huku akiwa ameniachia. Njemba kushoto kwangu nilimtandika ngumi ya kifua, akatabasamu kana kwamba ngumi hiyo haijampata kabisa. Mtoto mzuri wewe, piga ngumi nyingine hapa. Njemba hili lilizungumza kwa dharau, akawa ananitunishia kifua chake. Nikanyanyua mguu wangu wa kulia, nikabamiza kwenye goti lake la mguu wa kulia mpaka kavunjika. Ukelele alioutoa ukawashangaza manjemba hawa, wakaanza kunishambulia. Lo! Kitendo alichokifanya hiki cha kutaka kunishambulia ndo wakawa sasa kama wameamsha mapepo yangu ya kupigana, kwa maana katika maisha yangu yote kuanzia utotoni nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana ugomvi, napenda kupigana hata pasipo na sababu ya msingi. Maisha yao yalinifanya nijifunze kupigana ngumi za aina zote, kuanzia ngumi za mtaani mpaka ngumi za ulingoni. Kila siku nakumbuka mama yangu alikuwa akiletewa kesi zangu, na mtu aliyenibadilisha na kunifanya niwe mtulivu na kuangalia familia ni mke wangu. Na ndipo nilipoamua kujikita sana kwenye masuala ya ulinzi, kwa maana ya kwamba sikuwa na elimu ya kuajiriwa kwenye maofisi makubwa, kwa nilikuwa nimeacha shule nikiwa niko kidato cha pili tu. Japo mwili wangu una majeraha ya maumivu ya kupigwa na askari wa kike, ila sikuhitaji kuwa mnyonge kwa manjemba hawa. Nikajitahidi kadiri uwezo wangu kuhakikisha kwamba kila ninayempiga basi ninamvunja, tena sio tu kidogo, namvunja kisawasawa. Kipondo nilichowatembezea manjemba haya hawakuamini kabisa, kwa maana miili yao ni miraba minne na mimi ukiniangalia nilikuwa ni mwembamba na kifua nilikuwa nacho ni cha kawaida tu, na wala sijajazia misuli kama wanaume hawa ambavyo wanatumia nguvu pasipo kutumia akili. Njemba mmoja aliyekuwa amesalia alinikumbatia kwa mbele na kunibana kwa mikono yake miwili huku akininyanyua juu. Uso wangu ulikuwa unachuruzika damu, kwa maana ya kwamba kuikalisha minjemba mitatu iliyokuwa imeshibiana kwa mazoezi kama wacheza miereka sio jambo la kitoto. Nilijitahidi kuitoa mikono yangu aliyokuwa ameibana na mwili wangu, nikafanikiwa kuweza kuichomwa mikono yangu na akabaki akiendelea kunibana mbavu zangu. Nikamtia vidole gumba kwenye macho yake na kumfanya niachie huku akiwa anaweweseka. Nikambamiza teke la kifua mpaka kajigonga kwenye nondo za mlango wa chumba hiki, pale pale akazima. Sikilizeni nyinyi mabwege, sio kila mwanaume ni mwanaume wa kumchezea mafala nyinyi. Nilizungumza hivyo huku nikiwa nimesimama katikati yao. Usiniangalie mimi boya wewe. Nilizungumza huku nikimkanyaga kwenye uso njemba mwingine ambaye yeye ndo alikuwa ametoa boksi la kinga. Askari mmoja kapita eneo la chumba chetu, alishangaa sana kuona manjemba yamelala chini huku akigugumia maumivu. Akawaita askari wenzake, akafika pale mkuu wao ambaye alikuwa amenikabidhi katika manjemba hawa kwa hongo ya shilingi 10,000 tu. Hebu mtoeni huyo. Askari huyo alizungumza kwa ukali na askari waliopo chini yake wakafungua pale mlango huu huku wakiwa wameshika virungu na wakaanza pale kunishambulia kwa kunipiga virungu. Walinipiga mateke huku wakiniburuta na kunitoa nje, na sikuhitaji kupigana nao kwani wanaweza hata kuniua, na wakasingizia kwamba nilikuwa ninapambana nao na ndio maana wakaniua. Ilibidi tunitulie nikubali wafanye walivyokuwa wanataka. Walinitembezea kichapo hawa maskari. Wafungwa wengi wanaochungulia katika milango hii ya nondo wakajawa na mshangao kuona nikipigwa kipigo ambacho wengi hawajajua sababu ni nini. Askari hao wakaninyanyua kwa nguvu na kuanza kunipeleka mpaka kwenye chumba chembamba na kidogo mno ambacho kina dirisha dogo sana lililopo juu.
Mlango wa chumba hichi wa chuma ukafunguliwa. Utakula jeuri yako mshenzi wewe. Mkuu wa askari hao wa magereza alizungumza hivyo, na kisha wakatoka ndani hapa na kufunga mlango huu kwa nguvu. Joto zito ambalo lipo ndani ya chumba hichi lilinifanya nimwagikwe na jasho jingi mno ambalo linaweza kuumiza majeraha ambayo bado hayajapona na yaliyokuwa yameanza kukauka, yametoneshwa na kuanza upya. Giza lililomo ndani ya chumba hichi linanifanya nishindwe kuona ni namna gani nilivyokuwa nimejeruhiwa na majemba hayo. Nilijipapasa kwenye mfuko wa suruali yangu, na kwa bahati nzuri niliweza kukuta kikopo cha dawa ambazo nilikuwa nimepewa na daktari. Nikakifungua taratibu, nikatoa vidonge viwili, nikavimeza pasipo hata kutumia maji. Mungu, ni kwa nini haya yananitokea sasa hivi? Nilizungumza kwa uchungu huku nikilia. Ukiletwa huku, Mungu anakuwa hana msaada na wewe. Hapo nilisikia sauti nzito kutoka upande wa pili. Nilijikuta nikisikiliza kwa umakini. Hey, niliita huku nikisikilizia kama mtu huyu anaweza kuitikia. Ndio. We nani? Unataka kunifahamu ili weje? Sauti ya mwanaume huyo ilinijibu kwa ukali, ilinibidi nikae kimya. Hakika hali ya humu ndani, japo ninajaribu kuweza kuizoea, ila akili yangu haikubali kabisa kukaa humu ndani. Maumivu ya mwili yakatulia, ila sikuweza kabisa kupata usingizi hadi asubuhi. Mlango wa chumba changu ukafunguliwa kwa chini, sehemu ambayo inaweza kuruhusu sahani ya chakula kuingia. Kikaingizwa pale kikombe kikiwa kina maji ya moto pamoja na kipande cha silesi ya mkate. Kutokana na kwamba njaa kali ilikuwa imenikamata, nilishukuru sana kuona chakula hiko kidogo. Nikanywa maji hayo yote kwa pupa, na kisha nikakitafuna kipande hiki ambacho hakika sikuweza kuhisi kama kimeingia tumboni mwangu, kwa maana ya kwamba ni kidogo sana. Oya. Hapo nilisikia sauti ya mtu aliyekuwa amenisemesha usiku wa kuamkia leo. Nikasema ndio. Unaitwa nani? Naitwa Rashidi. Mimi naitwa Ngoko. Mbona upo huku? Kuna fala nilimchoma kisu kwenye mstari wa chakula juzi. Na wewe mbona umeletwa huku? Nimesingiziwa kesi ya ujambazi. Sizungumzii kwa nini upo gerezani. Nazungumzia kwa nini upo kwenye hiki chemba. Kuna majamaa 4 hivi nimepiga. Majamaa 4? Ndio. Kwa nini umewapiga? Kuna askari mmoja aliniingiza kwenye hiyo rumu yao ili jamaa waniweze kunipakua. So nimeweza kuwavunja wote 4. Mbona unaguna? Hiyo mijamaa ndio mibabe ya hili gereza. Na inashirikiana na maskari. Vipi wewe, ni mgeni humu? Ndio maana walikupeleka ukakaribishwe. Ila hawajanikaribisha, wameshindwa. Jamaangu, wewe ni askari nini? Kwa maana kwamba hiyo mijamaa haijai kupigwa na mfungwa yoyote humu ndani. Hapana. Mimi raia tu kawaida. Aise, jiandae kwa vita na hawa maskari. Na uwe makini sana, kwa maana kwamba wanaweza kukuwekea hata sumu. Ndio. Umeweza kuwagusa watu hao, kwa maana kwamba watu hao ndio wanaowasaidia kufanya biashara ya magendo ndani ya gereza. Biashara gani? Kaka, humu kuna biashara nyingi sana. Wanauza bangi, sigara, madawa ya kulevya, wanauza chakula kizuri. Yaani humu ni kama vile upo kitaa, ila kitaa cha wauni mwanangu. Ngoko akanieleza mambo mengi sana yanayoendelea ndani ya gereza hili. Hakika kwa maelezo yake nilijiona kabisa ni lazima nitaishi maisha magumu ya kuteseka. Hivi kuna mtu alishawahi kutoroka gerezani? Nina mwaka wa 8 humu ndani, ila sije kuona mtu au kusikia kwamba kuna aliyetoka
katika hili gereza mwanangu. Oya, piga kimya. Wana wanakuja wapo. Ngoko ambaye yupo chumba cha pili alinieleza hayo na kunifanya nikae kimya. Milango yetu ilifunguliwa na tukaamrishwa pale tutoke. Nilifungwa pingu mikononi mwangu pamoja na miguuni mwangu. Hapa ndipo nikapata nafasi ya kumwona jamaa huyu ambaye naye ni mrefu na mwili wake ulikuwa umejazia kwa misuli na ni mweusi sana umshikaji. Akanishangaza mara baada ya kuniona nina mwili wa kawaida sana ambao sio kutazamiwa kwamba ninaweza kuwapiga manjemba, tena manjemba manne yaliyojazia na kushiba. Tukaondoka eneo hili tena kwa ulinzi mkali wa maaskari waliokuwa wameshika mitutu ya bunduki. Tukagawanyishwa pale. Ngoko akapelekwa eneo jingine huku mimi nikipelekwa eneo jingine ambalo ni gorofani. Niliingizwa kwenye moja ya ofisi ambayo kwa haraka haraka niliweza kusoma kibao cha mlango na nikafahamu ya kwamba hii ni ofisi ya mkuu wa gereza. Mkuu, kijana mwenye ndo huyo. Mzee huyo aliyevalia nguo nzuri za askari magereza huku begani mwake akiwa amechafuka kwa vyeo ambavyo sivifahamu. Akasema, msinitanie. Huyu kimbaumbau ndo amewapiga na kuvunja manyampara wangu. Ndio mkuu. Mkuu huyu alikuwa ameshika sigareti akavuta taratibu na kupuliza moshi hewani. Wewe kijana unaitwa nani? Alizungumza huku akinyanyuka kwenye kiti chake cha kifahari. Jinsi ofisi hii ilivyokuwa imejaa vitu vya thamani, unaweza ukasema kwamba sio ofisi ya gereza. Nikamwambia naitwa Rashidi. Rashidi nani? Naitwa Rashidi Pinda. Oh, wewe ni wale majambazi mliovamia jiji la Dar es Salaam eh? Mimi usiki, nilikuwa ni mlinzi tu katika lile lindo. Wenzangu walipokuwa wanauawa mimi niliweza kutoroka. Kwa nini usingebaki na ukauawa pamoja na wenzako? Swali la mkuu wa gereza likataka kunifanya nimpe tusi, ila sasa ni kama kuna kitu kikinikaba koni mwangu. Nilijikuta nikinyamaza kimya. Wewe si unaulizwa na mkuu, toa jibu. Askari ambaye alikuwa amenikabidhi kwa manyampara alizungumza hivyo kwa kuniamrisha na kunipiga kofi la mgongo. Dhahiri shairi askari huyu anaonekana kuto kunipenda kabisa kwenye maisha yake. Nikasema ilikuwa ni bahati yangu mimi kuwa hai. Andaa pambano, nahitaji kuona uwezo wa udogo. Sawa mkuu. Hapo mimi nikatolewa ndani ofisi hii huku nikiwa sielewi sasa ni pambano gani ambalo ninaandaliwa. Nikapelekwa mpaka kwenye bwao la chakula ambalo limejaa wafungwa. Kila ninapokatiza wafungwa wenzangu wananiangalia kwa mshangao huku wakinong'onezana. Nikafunguliwa pale pingu na minyororo za migoni. Kula chakula chako cha mwisho kwa maana kwamba leo ndo siku yako ya kufa, mshenzi wewe. Askari huyu alinitukana, anaonekana dhahiri shairi alikuwa ananichukia vibaya mno. Aliponiambia hayo, akaondoka na kuniacha. Ngoko akanionyesha mkono wa kunipa ishara ya kumfuata katika sehemu aliyokuwa amekaa peke yake. Wasikia ndugu yangu, kachukue msosi pale ule jamangu. Sawa. Nikapanga mstari wa wafungwa wanaochukua chakula. Njoo ukae hapa. Mzee mmoja alizungumza na akanipisha. Nilisimama mbele yake na watu wote waliokaa nyuma yake hawakuzungumza chochote. Hongera sana kijana. Hongera nini mzee? Kwa kazi yako ya jana. Sifa zako zimesambaa kwa wafungwa wote humu ndani. Nashukuru sana mzee wangu. Unaitwa nani? Rashidi. Oh. Una jina kama la kijana wangu wa mwisho. Shukrani sana. Hapo nilichukua sahani moja kubwa, nikapakuliwa pale ugali mkubwa kiasi, nikajaziwa pale maharage ambayo yanaelea kutokana na wingi wa maji. Tutaonana kijana. Mzee huyu alizungumza huku mimi nikiondoka na kuelekea eneo alilokuwa amekaa rafiki yangu Ngoko. Yule mzee anasemaje? Amenipa tu hongera ya kile nilichokifanya. Yule mzee ni mmoja wa wanajeshi walioasi jeshi miaka ya nyuma na alikuwa ni jambazi sana. Ameingia hapa akiwa kijana, hadi sasa hivi amekuwa ni mzee wa miaka 60 na kitu. Ile troops ya watu
mfuata nyuma yake. Wote wale ni vijana wake. Wakitoka wale Manyampara, yeye ndo anafuata kwa udon. Ngoko alinieleza huku tukiwa tunaendelea kula taratibu ugali huu wa dona. Kwa hiyo Ngoko, unataka kuniambia humo gerezani kuna makundi? Hakuna gereza linalokosa makundi dunia nzima. Kuna makundi ya wababe hadi makundi ya wanyonge. Vipi, walikupeleka wapi? Walinipeleka kwenye ofisi ya mkuu wa gereza. Unajua mzee huyu ana roho mbaya kinoma. Amekwambiaje ulivyoenda? Alishangaa tu kama mimi ndo nimewapiga wale Manyampara wake. Haja kuandalia pambano kweli? Ameniandalia pambano. Umejuaje kama ameenda pambano? Yule mzee anaendesha mradi wake wa mapambano ya siri sana inayofanyika kuanzia saa 6 usiku. Hayo mapambano huwa ni ya mauaji. Yaani ni lazima mfungwa mmoja afe. Ndo anayeshinda hilo pambano ndo anaishi. Na istosha na wapiganaji wake hao ambao ni maalum sana wanaotoka nje eneo hilo la gereza. Kuna madoni wenye pesa zao wanaoleta wapiganaji wao na wanabeti pesa. Hivyo ndugu yangu, leo jiandae. Msikilizaji, maneno ya Ngoko yalinipa wasiwasi. Istosha hali yangu ya kiafya mimi ilikuwa si nzuri. Kwa hiyo Ngoko, unataka kuniambia kwamba kuna mapigano ambayo sio rasmi yanaendelea? Ndio. Wafungwa wanaoingia hapo ni wale wenye pesa. Ukitoa buku unaruhusiwa eneo la pambano. Wewe piga picha wingi wa wafungwa tuliopo humo ndani. Akikusanya 1,000 anazalisha begani. Ndio hivyo kaka. Jiandae, na leo watakuandalia jamaa mmoja hivi. Linaishi kama mfalme hapa gerezani. Hilo ndo piganaji lake ambalo analitumia, na lilijitu likatili sana. Kumua binadamu wenzake ni sawa tu kama vile anamkanyaga mende. Lipo wapi hilo? Hilo jamaa lina chumba chake peke yake. Yaani humo ndani ana TV flat, sofa, kitanda kizuri, na analetewa malaya wa kulala nao kila siku, na alifanyi kazi yoyote zaidi ya kupigana tu. Hapo nilihisi haja ndogo ikinibana. Kuna rafiki yangu ambaye nilikamatwa naye, aliamua kwa kumvunja shingo kwenye mapambano hayo. Na uchungu naye, sema tu uwezo kupambana nalo sina ndugu yangu. Hapo Ngoko alizungumza huku machozi yakimlengalenga usoni mwake. Hakika hofu ya kufa ilinitawala. Kwa kweli maisha yangu yamevurugika kiasi cha kunifanya sasa nishindwe hata kuelewa. Ubaya ni kwamba jamaa katika pambano linaingia na silaha ya kisu, alafu mpinzani wake unaingia mikono mitupu. Hivyo inakuwa ni rahisi kukuvamia na kukutoboa. Ndio hivyo ndugu yangu. Japo tumekutana muda mfupi sana, ila kwa kweli nakuonea huruma kwenye hilo pambano lako. Msikilizaji, yule mzee ambaye alikuwa ananiongelesha kwenye mstari wa chakula akafika eneo hili nililokuwa nimekaa na Ngoko wakatuzunguka. Mzee huyo alikaa kwenye kiti ambacho hakina mtu na kisha kaniita. Rashidi. Naam. Mzee huyu alitazama pande zote na kisha akausogeza mkono wake karibu na mkono wangu, akanikabidhi kiwembe. Picha hiyo ndio silaha pekee itakayokusaidia kuishi vizuri humu ndani. Nikakiingiza mfukoni kiwembe hiki. Usikiingize mfukoni, ninakuambia ficha. Ni kwamba kiingize katikati ya mkunjo wa suruali yako. Mzee huyu alizungumza kwa sauti ya chini. Nikatafuta eneo la kiunoni kwa mkunjo wa suruali yangu, nikachomeka kiwembe hiki. Na kutakia maisha mema. Mzee huyu alinyanyuka na kuondoka na watu wake ambao nao wanaonekana ni watu waliojizatiti kwa mazoezi. Hapo Ngoko akaniambia, dogo, naona nyota yako na nyota ya mzee zimeendana. Nikamwambia kiasi sio sana.
Kuwa makini, kwa maana kwamba ukaribu wake anauleta kwako sio bure bure. Kuna siku tu atahitaji ulipe wema alokufanyia. Unamaanisha nini? Gerezani hakuna kitu cha bure ndugu yangu, hivyo kuwa makini sana. Kengele ikagongwa na wafungwa walianza pale kutawanyika. Muda wa kula umekwisha, tunarudishwa geto. Ngoko alizungumza huku tukiwatazama askari 6 wakitufuata. Tukaamrishwa pale kusimama na tukafungwa pingo mikononi na mnyororo miguuni. Tukarudishwa katika vyumba vyetu, vyumba ambavyo ndivyo vya adhabu kwa wafungwa wa korofi, maana eneo hilo halina hewa ya kutosha na lina joto la kufa mtu. Kutokana na shibe ugali wa dona na maharage, nikakuta nikianza kusinzia na kausingizi kakanipitia na kulala 444. Kengele za mlango wa chumba changu kugongwa zikanishtua. Nilijikuta nikikurupuka kutoka usingizini. Mlango wa chumba ukafunguliwa na mwanga mkali wa tochi ukanimulika usoni mwangu. Nikaambiwa nyanyuka haraka. Nilisikia amri hiyo iliyozungumzwa kwa ukali. Nikabidi nitii pasipo hata kushurutishwa. Nilitolewa ndani hapa huku nikiwa katika ulinzi mkali mno. Askari hawa wakiongozwa na askari ambaye hatupatani kabisa, wakazidi kunipeleka katika eneo ambalo linaonekana lipo chini ya ardhi. Kila jinsi tunavyozidi kushuka eneo la chini, ndivyo jinsi ninavyosikia kelele za shangwe. Tukafika katika eneo kubwa sana ambalo limetengenezwa na ukumbi wa ulingo wa pambano. Eneo hili lina viti vingi sana na wafungwa waliokusanyika ndani hapo sio wengi sana. Askari hawa wakanisukumia katika ulingo mkubwa uliokuwa umezungushwa nyaya ngumu zenye miba, na ndani ya ulingo huo uliokuwa umekaa kama banda kubwa kuliko kuna sakafu ngumu sana kwa chini. Mungu, sasa ndo muda wangu wa kufa umeweza kuadia. Ama ni nini? Nilimuuliza Mungu wangu kimoyo moyo, huku nikishuhudia jinsi wafungwa wanavyoshangilia. Kwenye eneo moja lililokuwa limetengenezwa vizuri kama jukwaa, nikamwona mkuu wa gereza akiwa amekaa baadhi ya watu wanaonekana ni matajiri. Ukumbi ukajawa na furaha sana mara baada jitu moja lenye futi kama 8 au 9 likiingia, huku likiwa limejazia kisawasawa kabisa. Yaani yale manyampara niliokuwa nimepambana nayo, ukilifananisha na hili jitu ni mara 2 yake. Ukubwa mtu huyu sawasawa kabisa na mpiganaji mmoja wa Amerika wa zamani aliyekuwa anaitwa Andrew the Giant. Jitu hili lilikuwa limevalia nguo ya ndani tu. Likanyosha pale mikono juu na kufanya ulingo kulipuka kwa shangwe kiasi cha kunifanya sasa nitamani kutoka ndani ya huu ulingo. Ila sasa kutoka ndio haiwezekani, kwani tayari jitu hili limeshaingia ndani ya ulingo na mlango wa banda hili ulikuwa umefungwa tayari kwa ajili ya kupambana kuweza kuanza. Jitu hili likageukia mashabiki wake, likanyonyo mikono juu na shangwe zikaanza pale kutawala ile eneo. Nilipitisha macho yangu kwenye eneo hili, nilimwona mzee aliyekuwa amenipatia wembe akiwa amekaa kwenye moja ya eneo pamoja na watu wake. Askari mmoja akampa jitu hili kisu kirefu kama inchi 8 hivi. Likanitazama kwa dharau na kisha likatingisha kichwa na kisha likamrudishia askari huyo kisu kuashiria kwamba mimi ananimudu pasipo hata silaha. Likanita kwa dharau ya kwamba nimpige ngumi. Hakika sikujidanganya hata kumsogelea. Likanifuata kwa spidi huku likiwa limetanua mikono yake. Akataka kunikumbatia ili nikamkwepa. Nilipomkwepa akaenda kujizuia kwenye nyavu za hili banda. Likageuka huku likiwa linatingisha kichwa pamoja na kidole kimoja cha mkono wa kulia, akiashiria kwamba nisijaribu kabisa kumkimbia. Hasa mimi pale nikaona pia hesabu, hili mimi nalifanyaje hili jitu? Hapo nilijiuliza huku nikimsoma jinsi alivyokuwa amekuja. Kufumba na kufumbua akawa ameshanifikia, akanikumba kweli kweli, kumbo ambalo nilijikuta nikirushwa. Nilirushwa futi kadhaa nyuma nikaangukia mgongo. Watu wakashangilia pale huku mimi nikiwa nasikilizia maumivu. Kumbuka hapo chini pana simenti tu. Likanyanyua mguu mmoja juu, akaushusha karibu na eneo la kifuani mwangu. Nikabiringita kwa kasi na mguu huo ukakita chini. Unajua mpaka kishindo chake kikasikika vizuri kabisa. Yaani ile mtu anakita mpaka mwenyewe nikaguna kimoyo moyo. Kwa maana sipati picha kama ningekanyagwa na ule mguu nilokuwa mguu ulikuwa umeshiba misuli, si mchezo.
Ikabidi kwanza ninyanyuke, kwa maana kwanza kulala kwangu chini kunaweza kuniletea madhara. Pale wafungwa wakaanza Zumo, 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 Zumo. Wafungwa waliendelea kushangilia jitu hili. Hapo ndipo nikagundua kwamba anaitwa Zumo. Hapa nikasema lazima mimi nijiokoe. Niliwaza hivyo huku nikimtazama jinsi alivyokuwa anakuja kwa kasi ili nikumbe kama kwa mara ya kwanza alivyofanya. Nikampiga chenga ya mwili. Yaani nikamkwepa. Hasa nilipomkwepa nikamsindikiza na teke moja kwa mguu wangu wa kulia. Nilimpiga eneo la nyuma ya mguu wake wa kulia. Likasimama kama vile limeshtuliwa hivi. Watoto wakanyamaza kimya. Taratibu ili jamaa likageuka huku likiwa limekunja sura yake hadi nikawa naogopa sasa. Hakika duniani kuna watu na sura za kutisha . Likapiga kelele pale. Likafanya watu waanze kushangilia pale. Zumo, Zumo, Zumo. Likaanza kurusha mateke mfululizo. Kiasi cha kunifanya sasa mimi nianze kuyakwepa. Likanibamba bwana. Kwa kunishika mkono wangu wa kushoto, likaninyanyua juu, likaniweka begani mwake. Haki ya Mungu. Ni kesi kama vile dunia inapinduka. Kichwa chini, miguu juu. Likaanza pale kuzunguka. Hata anavyozunguka maana yake anazunguka na mimi ameneka begani mwake. Akawa anazunguka na mimi ulingoni hapa. Hapo amenibana kisawa sawa begani mwake. Likaninyanyua juu kwa mikono miwili, kisha likaniachia mzima. Mimi nikajigeuza kwa haraka hewani, nikatulia miguu bwana miwili. Pap. Kwa nikajikuta nimetoa huku nikiwa nimesimama. Nilimpiga teke eneo la kwenye makorodani yake. Nilimfanya jamaa abinue miguu yake juu, macho yakiwa yamemtoka, kwa maana ya kwamba eneo hilo hata uwe jasiri vipi, ukipigwa sehemu za siri, lazima usikilizie kwanza. Kwa mimi nikajitayarisha pale hewani, huku nikitanguliza miguu yangu miwili. Ikapiga kwenye goti la mguu wake wa kulia na kulifanya lipige goti moja chini. Likataka kunishika kwa mkono wake wa kulia, ila nikampiga ngumi kwenye vidole vyake vya mkono huo hadi nikasikia mlio wa jinsi mifupa vidole vilivyokuwa vimevunjika. Ili unampiga mtu kwenye mikono mpaka vidole unasikia vinalia kaka. Alipiga ukelele ambao sasa hivi sio tena wa kufurahia, ile ulikuwa ni ukelele wa maumivu. Jamaa alipata maumivu makali mno. Sasa askari mmoja akamuingizia kisu ambacho alikuwa amepatiwa kwa mara ya kwanza, alafu alikuwa amekikataa. Likanyanyuka likiwa lina kisu ameshika. Sasa akawa sasa ndo amekishika kile kisu. Likajaribu pale kukirusha kisu kwa mara kadhaa. Kisu hicho ambacho kilikuwa kinanipunywa, ila jambo la kumshukuru Mungu, kisu kile kilikuwa kijanipata. Na nikakumbuka kiwembe nilichokuwa nimekificha kwenye pindo la nguo ya suruali yangu. Nikakichomoa, nikakishika vizuri. Jamaa likarusha mkono wake wa kisu. Nikaudaka ule mkono wake, kwa maana kwa sasa anatumia mkono mmoja. Ule mkono mwingine nilikuwa nimeutegua vidole vyake. Sasa aliporusha ule mkono wake mmoja nikaudaka. Nilimchalaza nilimcharanga viwembe. Yaani nilimcharanga vizuri sana kwenye hilo la kiungo kati ya mkono na kiganja. Damu nyingi pale zikaanza kumwagika, kwa maana ya kwamba kiwembe hiko kilikuwa ni kikali mno. Shangwe zilizokuwa zinatawala taratibu zikaanza kufifia, huku jitu hili likiwa linaugumia kwa maumivu. Nikaupiga ule mkono teke na kisu kikaangukia huko pembeni. Nikakiwahi kile kisu nikaenda nikakiokota. Nikakimbia kwa kasi ajabu mno kukanyaga nyaya za huu ulingo. Kwa hatua 4 tulivyokanyaga zile nyaya, pap, zikanirusha kuelekea juu. Nikajigeuza kwa kasi hiyo, nikatua mgongoni mwa hili jamaa. Huku mkono wangu wa kushoto nikimkaba kabali na mkono wangu wa kulia ulikuwa umeshika kisu ukitua katika shingo yake. Huku nikiwa nimeitanguliza ncha hiko kisu kilichokuwa kimezama karibia nusu kabisa na kusababisha damu kuanza kutoka kama vile bomba la maji lilokuwa limepasuka. Uso wake wote ukajawa na damu, huku nikiendelea kulikaba kisawa sawa jitu hili. Zumo likaanza kutumbua macho, huku likijaribu kunipigiza kwenye hizi nyavu. Nikachomoa kile kisu na kisha nikakipitisha kwenye kolomeo lake kwa nguvu zangu zote. Hapo nikawa nimemzidishia hali mbaya jitu hili. Nikamwachia huku nikitua chini kwa miguu yangu miwili. Nikalishuhudia jitu hili likipiga magoti mawili chini. Hapo akawa ameshika koo lake hivi. Damu nyingi zinamtoka. Nikalisogelea huku nikiwa nimeangata meno yangu kwa hasira mno. Nikakichomoa kisu nikaanza kumkita nacho kifuani mwake. Hadi nikalishuhudia likiwa linafumba macho, likaanguka chini likalala chali, huku damu zikiendelea kutapakaa kwenye sakafu ya huu ulingo. Hapakuwa hata na mtu huyo mmoja aliyetoa sauti yake kwa kunishangilia mimi. Mwili mzima ulikuwa umelowana damu. Nilipiga kelele za uchungu sana, kwa maana kwamba toka kuzaliwa kwangu leo hii ndo mara yangu ya kwanza kumuua mtu. Mzee alikuwa amenipatia wembe, akaanza upale kupiga makofi yaliyosikika ukumbi mzima.
Askari karibia 10 wakaninyoshea mitutu ya bunduki, ila mkuu wa gereza akanyosha mkono na kuwapa ishara askari kushusha bunduki zao chini. Machozi yakaanza kunibubujika huku nikilitazama jitu hili. Roho ya ushetani iliyokuwa imeniingia kwa muda moyoni mwangu ikaanza kutoweka, alafu nilijikuta najisikia vibaya mno kwa kufanya hiki kitendo. Nikasema, Mungu, naomba unisamehe mimi. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikishuhudia mlango wa banda hili ukifunguliwa. Waliingia pale askari 4 wakiwa na bunduki. Akaingia mkuu wa gereza huku akiwa haamini alichokuwa amekiona. Akalitazama jitu lake alilokuwa analitegemea na kisha kanitazama na mimi. Akatabasamu kwa dharau na kisha kaninyoshea mkono mimi na kuwafanya wafungwa kushangilia kwa furaha mno. Mpelekeni katika chumba cha huyu fala. Kumbe likubwa bure tu, limeangushwa na mtoto mdogo. Mkuu wa magereza alizungumza kwa kejeli. Hapakuwa na askari aliyetamani kunishika kwa maana kwamba nilikuwa nimejawa na damu. Wafungwa walizidi sasa kunishangilia mimi nikaondoka ukumbini hapa. Wewe ni nani wewe? Askari anayenichukia aliniuliza huku akiwa ametangulia mbele na askari wengine wakinifuata kwa nyuma. Nikamwambia mimi ni jini. Hapo nilizungumza kwa kujiamini na kumfanya askari huyu kusimama. Na mimi nikasimama, huku wenzake wanaonifuata kwa nyuma nao pia wakasimama. Akanigeukia na kunitazama usoni mwangu kwa macho yaliyokuwa yameonyesha udhaifu kuniogopa. Nisikilize askari. Usijaribu siku hata moja kunipiga kama ulivyofanya jana. Nitakuvunja kiungo chako kimoja baada ya kingine. Hapo nilizidi kumchimba biti askari huyo mara baada ya kugundua kwamba tayari ana udhaifu wa kuniogopa. Hapo hakujibu chochote zaidi tu kuongoza njia. Wakafungua mlango, wakanipa ishara kuingia katika chumba hiki kilichokuwa kimetengenezwa vizuri kama chumba cha nyumbani kwa mtu tajiri. Nilijikuta nikishangaa kwa maana kwamba hata mtaani nilipotoka, unajua sijawahi kuishi kwenye chumba kama hiki toka nilipozaliwa. Ukihitaji chochote kuna simu hapo utapiga. Askari huyu anayenichukia alizungumza huku akinitazama kwa wasiwasi. Nikamwambia ukipoa. Askari wakatoka ndani hapa. Nilianza kukikagua chumba hiki huku nikiwa ninatazama furniture za gharama zilizokuwa zimewekwa. Nikafungua mlango mmoja nilikuwa nimeuona. Kumbe kulikuwa kuna choo na bafu kilichokuwa kimetengenezwa kwa tiles nzuri sana. Nikasema wow. Nilizungumza huku nikitazama sinki moja zuri mno la kuogea. Nilivua nguo zangu zote zilizokuwa zimelowana chapa kwa damu. Nilifungua bomba linalotoa maji kwa mfumo wa mvua. Nikasimama chini ya bomba hili, nikaanza kusikilizia jinsi maji yanavyonimwagikia mwilini mwangu. Damu zote zikanidondoka mwilini mwangu. Nilipojiridhisha, nikaanza kuoga kwa sabuni. Nikasema maisha yanakwenda kasi sana ise. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikifikiria jinsi nilivyopitia shida za siku hizi mbili. Nikatoka bafuni hapa kisha nikarudi chumbani huku nikiwa nina furaha sana. Ghafla mlango kafunguliwa. Waliingia wasichana 4 waliovalia vinguo vifupi huku wakiwa wamejazia miili yao. Ikanibidi mimi kuwahi kujifunika sehemu zangu za siri kwa mtu wa kitanda. Aliingia mkuu wa gereza huku akiwa ameshika kipisi cha sigareti yake. Akasema hongera sana Rashidi. Nikamwambia asante. Usiku wa leo nimekuletea warembo hao. Utakula nao bata hadi asubuhi. Alafu kukipambazuka tutazungumza vizuri sana. Na kutakia usiku mwema. Mkuu wa gereza akatoka na kufunga mlango. Wasichana hawa wakaanza kunisogelea huku wakinitomasa mongo yangu. Nikamwambia hey, no bana. Sijisikii kufanya chochote. Niliwaambia huku nikichukua moja ya shuka na kisha nikafunga kinoni mwangu. Nilipiga tu mpaka mlangoni na kisha nikaufunga kwa ndani. Wewe vipi, mbona mwoga hivyo? Tutakupagawisha usiku kucha. Msichana mmoja alizungumza kwa sauti laini na iliyokuwa imejaa ushawishi wa kimapenzi. Kaambia sikilizeni nyinyi. Nimewaambia kwamba sijisikii. Nilizungumza kwa msisitizo na kuwafanya wasichana hawa kuanza kucheka kwa dharau. Wakaanza pale kutoa nguo zao na kubaki kama walivyokuwa wamezaliwa. Wakaanza pale kupapa sana wenyewe miili yao na wakazidi kwenda mbali mara baada pale kuanza kufanya mambo yao. Hakika mambo haya nilikuwa nikiona tu kwenye filamu. Sasa leo nilikuwa najionea live. Nikasema okay, kumbe hata TZ pia yapo haya mambo Unajua nilijisemea kimoyomoyo huku nikisikilizia jinsi nilivyokuwa napata msisimko kweli kweli. Msichana mmoja akaniambia njoo baby. Huyu msichana alikuwa amejaliwa figa namba 8. Alizungumza hivyo huku akiwa ananifuata. Akanishika mkono na kunipeleka mpaka kitandani na kunisukumia kitandani. Nikamwambia ngojeni kwanza. Yaani sitaki kufanya chochote.
We kaka vipi? Yaani askari wako amesimama alafu unasema kwamba hutaki kufanya chochote? Au unaogopa maradhi? Msichana mwingine naye alizungumza huku akitoa pakti pale za kinga. Nikamwambia sikilizeni, mimi nimeoa bwana. Hapo nilijibu kwa kujikaza tu, ila kusema ule ukweli, uchu wa kufanya hili jambo ulikuwa umenikamata kisawa sawa. Kwani wewe ukifanya huyo mke wako atajua ama? Acha ushamba bwana. Kwa pale wakawa wananishambulia kwa maneno ambayo hakika yalinifanya yani nilijikuta ile hofu inanitoka. Ile hofu iliyokuwa inanikabili mwili wangu nikajikuta inaniondoka taratibu. Nikajisemea kimoyo moyo, sasa liwalo na liwe. Kwa maana sidhani kama kuna mwanaume anayeweza kushinda huu mtihani wa kukutana na wanawake wenye ushawishi mkubwa kimapenzi kama hao. Kuanzia kila kitu walikuwa wanashawishi vibaya mno. Basi wakaanza pale kunichezea bwana. Kiasi cha kunifanya sasa na mimi sasa mpaka nione sasa niko kwenye dunia nyingine. Wakaniandaa pale, japo nilikuwa nimechoka kutokana na misukosuko nilikuwa nimepitia, ila sikushindwa kuwahimili hawa wadada wote wanne. Uhodari wangu sio tu kwenye kupigana, ila hata kwenye mitanange ya kimapenzi. Niko vizuri tena sana tu. Wasichana hawa bwana, kila jinsi muda ulivyokuwa unakwenda ndivyo jinsi walivyozidi kujawa na mishangao, kwa maana kwamba hawakuamini kama naweza kuwahimili kwa kiasi hiko. Dozi niliyotembezea iliwachosha, wakalala 444. Kutokana na uchovu, nami nikapata usingizi burudani, huku kiyoyozi cha AC kikiwa kinanipepea vizuri mno. Asubuhi, wasichana hao walivaa nguo zao huku wakinisifia jinsi nilivyokuwa nimewahimili. Wakashukuru pale kuwa nami katika usiku huo na kisha wakaondoka. Aliingia askari, akanikabidhi nguo nyingine mpya kabisa za magereza. Akaniambia mkuu anahitaji kuonana na ofisini kwake. Askari huyo alizungumza na kisha akatoka ndani hapa. Mimi nikakoga vizuri na kisha nikavaa nguo hizi nilizokuwa nimeletewa. Nikaongozana na askari huyo mpaka katika ofisi ya mkuu wa magereza. Rashidi, karibu sana. Usiku wako ulikuwaje? Mkuu wa magereza alinisalimia kwa furaha sana, nikamwambia salama tu. Aise, hongera sana. Nikamwambia asante. Umeonaje wasichana? Wamekupa mambo matamu? Ndio. Safi sana. Aise, nimependa sana upiganaji wako kijana. Hebu nipe historia yako kwa ufupi, umejifunzia wapi haya mambo ya upiganaji? Mtaani tu. Mtaani? Ndio. Umezaliwa wapi wewe? Dar es Salaam, na nimekulia Dar es Salaam. Okay, safi sana. Sasa kuna huu mkataba hapa. Ukikubali kusaini basi utaishi kama mfalme, ila ukikataa utaishi kama mfungwa. Mkuu wa magereza alizungumza huku akinionyesha karatasi moja na kisha akaendelea kusema, Zumo alikuwa ni mpiganaji wangu hodari sana. Aliniingizia pesa nyingi sana katika mapigano ya ulingoni. Sasa nahitaji kukufanya na wewe uwe mpiganaji wangu na uniingizie pesa nyingi sana. Alafu utaendelea kuishi kule paradiso na utapata starehe kwa wanawake wazuri, watoto wa kitanga wanaojua kukata mauno kitandani. Mkuu wa magereza alizungumza huku akiwa na furaha kubwa sana. Alafu utakuwa unatoka outing za hapa na pale. Mzee samani. Bila samani, karibu. Hadi sasa hivi sijahukumiwa kifungo chochote. Na sijui ni siku gani ambayo nitaweza kuhukumiwa. Nisikilize Rashidi. Hadi unaletwa hapa gerezani ni kwamba umeshahukumiwa kimya. Unamaanisha nini ikiwa mimi kama mfungwa nina haki zangu za msingi? Na nimesingiziwa tu kama nimefanya tukio la ujambazi, ila siwajui wale majambazi ni kina nani. Rashidi, ngoja nikupe siri moja kijana. Hapo mkuu wa magereza alinyamaza na kisha akavuta fumba zito la sigareti yake na kisha akautoa puani moshi huo. Akaisugua sigara hiyo kwenye kijichombo cha kuzimia sigara na kisha akanitazama kwa umakini mno. Sio kila mfungwa anayekuja hapa gerezani ana makosa. Sawa? 70% ya wafungwa wanaokuja hapa, wengi wanakuja kwa kesi za kusingiziwa. Kesi yako wewe
haina haja ya kuletwa gereza la mbali na Dar es Salaam kama hili gereza, ikiwa kila kitu kinaonekana kiko wazi. Unamaanisha nini? Ngoja nikupe siri ambayo imekufanya wewe uwe hapa. Naam, mkuu wa gereza aliegemea kiti chake cha kuzunguka. Alishusha pumzi nyingi huku akinitazama kwa macho udadisi. Una mke mzuri sana. Tena sana. Mke wako anatoka na kiongozi mmoja wa ngazi za juu. Ameweza kutoa amri ya wewe kuletwa huku na amepanga ufie huku ili yeye aendelee kula bata na mke wako Mama Shamsa. So kijana, kuwa mpole, ufate ninachokuambia ili uendelee kuishi, ama ulete ubishi uwawe huku gerezani na mama yako pamoja na mwanao na mdogo wako wa kike wafie mikononi mwa huyo kiongozi. Sasa chaguo ni la kwako bwana mdogo. Maneno ya mkuu wa gereza yalinishtua kiasi cha mpaka nikajikuta nimeduaa. Picha kamili ya kumkosa mke wangu nyumbani siku nilipokuwa nimerudi kanitawala. Na sasa nikaanza kupata majibu ya kwa nini nilikuwa ninapewa adhabu kubwa ambayo sikustahili. Na isitoshe mkuu wa gereza anaonekana anaijua vizuri sana familia yangu nilikuwa nimeiacha uraiani. Huyo kiongozi ni nani? Hupaswi kumfahamu. Na nimekueleza hivi kwa sababu ninahitaji uwe mtu wangu, la sivyo utakwenda kupoteza kila kitu. Hebu tia saini hapo. Mkuu wa magereza alizungumza huku akinikazia macho. Nilichukua mkataba huu na kisha nikausoma kwa umakini mno. Ni mkataba ambao hakika kwa 100% unaninyonya kwa upande wangu, kwa maana kwamba sitopokea hata shilingi 100 kwenye kila pambano nitakalopambana. Ila nitakachokipata ni maisha mazuri ya kuishi gerezani hapa, na sitofanya kazi ngumu, sitolala kwenye vyumba wanavyolala wafungwa wenzangu. Yaani kiufupi ni kwamba nitaishi kama nipo uraiani, ila pesa sitoipata. Rashidi, usiwe mjinga. Usiwe mjinga ukaipiga teke hii nafasi ya dhahabu. Wenzako wanaitamani sana hii nafasi. Ni kwa muda gani nitakutumikia kama mbwa wako? Mimi nimebakisha miaka 3 ni staff. Nakupa ofa moja. Nikistaafu nitakufanya mpango, utakuwa huru, utatoka gerezani. Mamangu na mwanangu wataishije uraiani? Hilo siwezi kulijibu kwa sababu unatambua kabisa umeiba macheni ya dhahabu. Umebebeshwa kesi ya ujambazi na uuaji. Dogo, fungua akili yako. Hata tukisema leo tukuachie huru, unakwenda kufa uko uraiani. Tulizana na mimi hapa, na kisha baada ya hapo ukitoka kuna connection nitakuwa nimesha kutengenezea. Maisha yako yatakuwa mazuri sana. Yaani kwa jicho la tatu ninaona kabisa una kipaji cha kupigana kickboxing na boxing pia. Mkuu wa gereza alizungumza na kunifanya nianze kujichanganua maisha yangu ya nyuma. Japo miaka 3 ni mingi sana kwa mama yangu na mwanangu, ili inabidi nijitengenezee mazingira kuhakikisha nikirudi uraiani basi ninaanza kudili na kiongozi aliyekuwa ameniibia mke wangu. Alafu wengine walionitesa kama yule askari mwanamke basi nao watateseka pia. Rashidi. Naam. Rudisha mawazo yako hapa. Hapo nikachukua kalamu, nikasaini mkataba huu na kumfanya mkuu huyu wa gereza tabasamu. Kwa wiki utakuwa una mapambano mawili, Jumamosi na Jumapili. Hakikisha unajifua vizuri na unashinda kila pambano. Nadhani tumeelewana. Ndio. Unaweza kwenda sasa. Hapo nikasimama, nikamtazama mkuu huyu wa gereza kwa macho udadisi. Nikasema ipo siku yako utazilipa pesa zote utakazozichukua kwa jasho langu, mshenzi wewe. Hapo nilizungumza kimoyo huku nikitoka ndani hapa. Askari wakanirudisha ndani ya chumba changu. Nikatazama simu ya mezani. Nilimuuliza askari alikuwa amenileta hapa, nikamwambia hii simu inaanza kupiga hata simu za kawaida. Oh, hapana, unawasiliana na watu humo ndani gerezani. Naomba unipeleke kwa daktari. Sawa. Askari huyu anayeonekana ni mpole alizungumza huku akiwa anatangulia mbele. Nikamuuliza unaitwa afande nani? Naitwa afande Shemzigwa. Wewe ni Msambaa? Ndio.
Okay, sawa. Kweli tukafika mpaka ofisini kwa daktari. Nilimsalimia mzee huyu ambaye ni dokta na kisha akamwomba askari atoke ndani hapa. Dokta huyu akaanza kuniambia pale, hongera sana kijana. Jana niliweza kushuhudia pambano lako. Nikamwambia nashukuru sana dokta. Lakini na maumivu mengi mno mwilini mwangu. Kwa sababu nimepambana ile pambano ili hali bado nikiwa na majeraha mwilini mwangu. Hilo lazima litokee kwa maana kwamba kupambana na jitu ambalo halikuwahi kushindwa na mpinzani yoyote sio jambo la kawaida. Nikamwambia dokta, hivi kwa nini kunaendeshwa mashindano haramu kama haya? Hiyo ni kutokana na tamaa za mkuu wetu. Na pia serikali haitambui kama kuna ukumbi wa chini unaoendesha mapigano ya kimya kama haya. Ndio hivyo. Dokta alizungumza huku akiwa anatazama majeraha yangu, kwa maana ni kwamba nilikuwa tayari nimeshamvulia shati. Kwa hiyo Rashidi, umepewa ofa ya kuishi kwenye chumba cha Zumo. Ndio. Kuwa makini Rashidi. Kwa nini dokta? Huyu mzee ataenda kukutumikisha vibaya sana na kukufanya ni mbwa wake. Kwenye kila pambano anajivunia shilingi milioni 100 na kwenda juu. Haki ya Mungu vile. Hivyo unapaswa kuwa makini, tena makini sana. La sivyo utakufa ukiwa bado mdogo sana. Dokta, naomba unisaidie jambo moja. Jambo gani? Naomba unisaidie simu yako nimpigie mamangu nizungumze naye. Daktari akanitazama kwa sekunde kadhaa na kisha alipiga hatua hadi mlangoni. Alifunga mlango kwa ndani na kisha akatoa simu yake kwenye mfuko wa koti lake na akanikabidhi. Zungumza kwa sauti ya chini kwa maana kwamba hairuhusiwi kabisa kwa mfungwa kutumia simu. Sawa. Hapo nikaingiza namba ya mama na kisha nikampigia. Kwa bahati mbaya namba ya mama haipatikani kabisa hewani. Nilijaribu kumpigia mara 6 mfululizo ila haipatikani. Vipi? Haipo hewani. Labda simu yake itakuwa haina chaji. Nikakaa nikajifikiria kwa dakika kadhaa, kisha nikaandika namba ya mke wangu katika simu ya dokta. Nikaipiga namba hiyo na jambo la kumshukuru Mungu ilianza kuita, na baada ya sekunde 3 iliweza kupokelewa. Hala? Nilisikia sauti ya mke wangu. Yes, hello. Ni mimi naongea. Wewe jambazi, muuaji. Umenitafutia nini? Mke wangu, ina maana hata wewe pia unaamini katika hilo? Nisikilize Chidi. Umenichakaza vya kutosha. Sasa acha niendelee na maisha yangu. Nimepata wanaume wanaojua kutunza. Wanaume wenye pesa zao na wanaojua kujali. Yule panya wako nimemwacha kwa mamako. Na hamtokaa kuniona wala kunisikia, na usijaribu kunipigia simu tena kwa maana kwamba ukipiga ninakuapia haki ya Mungu, dini yangu ya Kiislamu, nitakufanyia kitu ambacho hujai kukifikiria kama mimi nitaweza kukufanyia. Mke wangu alizungumza kwa ukali kiasi cha kunishangaza mno. Hapa ndipo nikayaamini maneno ya mkuu wa magereza ya kuwa mke wangu amechukuliwa na kiongozi mkubwa serikalini. Ila mke wangu, we nani mke wako? Yaani sijui nilifuata nini kwako. Yaani ulinifubaza wewe mwanaume wewe. Mtoto sikuwa na matunzo. Sasa koma na ukae ukijua yaani sikuhitaji wala sitokutaka tena. Nadhani tumeelewana. Na tena ukiendelea kunifuatilia, mamako na yule panya wako wa kike watauawa. Hapana, kwa kweli mke wangu, sikiliza. Mbona umebadilika hivyo? Umekumbwa na nini? Koma wewe mwanaharamu. Mshenzi nini wewe? Maskini na fukara mkubwa, huna hadhi ya kuwa na mimi na sitaki unitafute. Hapo mke wangu alikata simu na kunifanya nimwagikwe na machozi yatokanayo na maumivu ya mapenzi. Kwa mara ya kwanza sikuwahi kutarajia kama ingetokea siku nikamwagikwa na machozi namna hii. Dokta aliweza kusikia kila kitu alichokizungumza mke wangu, kwa maana kwamba kulikuwa kuna utulivu ndani ya hiki chumba. Hao ndo wanawake. Dokta alizungumza kwa sauti ya upole huku akinitazama. Sio wanawake wote ni wanyama, ila wao ndio waliotuponza tukala tunda kipindi hiko cha Adam na Hawa na tukafukuzwa kwenye bustani ya Eden. Daktari aliendelea kuzungumza kwa sauti ya upole. Nisikilize Rashidi.
Natambua amekuumiza. Ila kuitwa fukara na masikini sio kwamba wewe usijikubali kwamba labda ndo utakuwa masikini milele. Hapana. Una mikono, una nguvu na una kipaji. Vitumie kwa sasa, alafu baadaye utakuja kuelewa ni nini ambacho nakimaanisha. Dokta, naweza nikaondoka? Ngoja kwanza nikuchome sindano ya kukausha majeraha. Dokta akanichoma sindano hiyo katika mkono wangu wa kushoto na kisha nikatoka ndani hapo. Sasa hivi ni muda wa wafungwa kufanya nini? Kupumzika. Nahitaji kwenda eneo walilopumzika. Sawa. Nikatoka katika eneo kubwa ambalo lina viwanja tofauti tofauti vya kimichezo. Vipo viwanja vya mpira wa kikapu, vipo viwanja vya mpira wa tennis, kipo kiwanja cha mpira wa miguu. Kifupi, gereza limejitosheleza kwa kila jambo. Hey. Hapo nilishtukia nikiguswa kwa nyuma. Nilipogeuka nilimwona Ngoko akiwa na furaha sana. Nikamwambia, niambie ndugu yangu. Nilizungumza kwa furaha kwa maana Ngoko ndiye mtu niliyemzoea. Akaniambia, hongera sana kaka. Umefanikiwa. Nikamwambia, nimefanikiwa mwanangu. Sikuweza kuhudhuria pambano lako, ila nilikuwa ninasikia sifa za kwamba mwanangu umefanikiwa kumuua Zumo. Bro. Safi sana kaka. Tukatafuta sehemu ya kukaa. Ukimya ukatawala huku tukiwatazama wafungwa wenzetu jinsi walivyokuwa wanacheza michezo mbalimbali. Wapo baadhi ya wafungwa macho yao yapo kwangu huku wakionekana kujadiliana namna fulani. Kwa hiyo Rashidi, sasa hivi unaishi VIP room? Ndio kaka. Mwanangu, umechinja. Kwa nini? We mwenyewe unaonaje kile chumba cha VIP? Mwanangu, kiko vizuri kinoma. Ila uso wako unaonekana una huzuni. Je, kuna issue yote inakusumbua mwanangu? Hapo nikajifikiria huku nikiwa nimeinamisha uso wangu chini. Nikamwambia Ngoko, kuna kitu kinanumiza sana kichwa. Kitu gani tena? Ikiwa maisha yameshakuwa mazuri hapa gerezani kwa upande wako ndugu yangu. Mke wangu ananumiza sana kichwa pamoja na familia yangu. Nini tena kimetokea? Chanzo kikubwa cha mimi kuletwa huko gerezani ni kesi ya ujambazi ambayo nimesingiziwa. Kumbe bwana, kuna kiongozi mmoja wa serikali anamla mke wangu. Na ndo amekandamiza hili jambo. Na mimi nikaonekana kwamba ndiye niliyechongesha ramani ya majambazi kuvamia eneo langu la Lindo na kuwaua maaskari wenzangu pamoja na askari polisi. Oya mwana, mbona iko kisanga mzee? Ya kaka, kisanga kweli kweli. Hapa nimempigia simu, amenitukana sana. Na amenipatia vitisho vingi sana. Na ameweza kuniambia kwamba nikiendelea kumfuatilia basi mama yangu na mwanangu watauawa. Oya, ujaza naye nini wewe mwanamke, mbona anakufanyia vitu vya ajabu sana? Ngoko, ajabu ni kwamba huyo mwanangu ndo nimezaa na mke wangu. Na tena kambeba tumboni miezi 9. Ngoko, yani hapa amenivuruga kwa kweli, mke wangu amenivuruga sio kidogo. Pole sana rafiki yangu. Kwa maana wanawake kipindi hiki wanapenda pesa, wanapenda sana pesa kuliko kuwapenda watu waliowazunguka. Sijui nitoroke nikamchinjilie mbali. Kaka, hili gereza hakuna mfungwa aliyewahi kutoroka. Na ukitoroka ndugu yangu umekwisha. Wanachokifanya ni kwamba hawakufukuzi wewe, ila wanakwenda kumkamata mtu wa muhimu sana kwenye maisha yako kama mama, mtoto, alafu anapewa adhabu ya kufa mtu hadi wewe mwenyewe unajitokeza na unarudishwa humu ndani. Basi kitanzi hapo mzee kinakuhusu moja kwa moja. Bro. Ni bora tu ukaushe ndugu yangu. Naam. Muda wa mapumziko ukaisha. Kutokana na leo ilikuwa ni Jumapili, wafungwa tufanye kazi yoyote. Tukapata chakula cha mchana na usiku wafungwa tukakusanyika katika ukumbi wa sinema. Tukaanza pale kutazama filamu kadhaa.
na ilipotimu majira ya saa 5 kamili za usiku, wote tukaamriwa kuelekea katika vyumba vyetu vya kulala. Kila nilivyokuwa najilazimisha kutafuta usingizi, nilikuwa ninashindwa, kwa maana ya kwamba mamangu na mwanangu ni watu ambao wananiumiza sana kichwa. Sijui kwa sasa mamangu yuko katika hali gani, na mbaya sana ni kwamba mimi ndiye mwanae pekee na umri wake ulikuwa umekwenda sana kiasi cha kuugua ugonjwa wa kisukari. Lazima niwe tajiri. Nilizungumza maneno hayo huku nikiwa na uchungu mwingi sana, kwani njia pekee ya kulipiza kisasi ni lazima niwe na pesa. Lazima niwe na pesa. Siku zikazidi kuyoyoma huku maisha ya jela nikiendelea kuyazoea. Kitu pekee ambacho nina imani ya kwamba kitanifanya niendelee kuishi vizuri hapa gerezani ni kupambana zaidi na zaidi ili kuhakikisha kwamba ninamfurahisha mkuu wa gereza. Nilipata kocha kunifundisha mbinu nyingi sana za kupigana mchezo wa boxing pamoja na kickboxing. Mzee Ulimbo ambaye ndiye kocha wangu, ndiye mzee ambaye alinipatia kiwembe kilichonisaidia kumcharanga Zomo katika pambano la miezi 6 iliyopita. Makali yangu ya kuwa mpiganaji hodari yalizidi kuongezeka, na kila pambano la nje ya magereza haya niliweza kuvaa kinyago maalum ambacho sio rahisi sana kwa mtu kuweza kunitambua sura yangu. Roho yangu haikuwa nzuri kama awali, kwani ukatili ulikuwa umenijaa ndani yangu, na kila niliyekuwa napambana naye basi nilihakikisha ninamtoa maututi ama ninamuua kabisa. Jambo hilo likamfanya mkuu wa magereza kunipenda, huku akizidi kujivunia pesa nyingi sana kwa mapambano ambayo mimi alikuwa ananiandalia. Mkuu, nilimwita mkuu wa magereza huku tukiwa tuko ndani ya gari lake tukiwa tunaelekea eneo la Pangani ambapo kuna mapambano yameandaliwa na wazungu. Ndio Chidi, niambie. Nikishinda pambano la leo unaweza kunipatia nafasi moja? Nafasi gani? Ya kumwona mamangu pamoja na mwanangu. Ya, nitakusaidia katika hilo. Nashukuru sana mkuu. Ila hakikisha kwamba unashinda. Mkuu, toka nilipokuwa mpiganaji wako ni siku gani mimi niliwahi kupigwa? Hujawahi kupigwa kabisa. Ila nahitaji ushinde, kwa maana kwamba huyu unakwenda kupigana naye ni mzungu. Kuna dola 500 hapo zimewekwa mezani. Hivyo ukishinda siku yangu inakwenda kuwa njema sana. Hapo nilimkata jicho la kona, kwa maana kwamba hizo pesa anazozipigia mahesabu, naamini kwamba ipo siku mimi nitafanikiwa kuzichukua na mimi nitakuwa tajiri tu. Majira saa 12 za jioni tulifika katika mji wa Pangani. Tulishuka kwenye gari hili binafsi la mkuu wa magereza, huku tukiwa tumeongozana na askari wake wawili walikuwa wamevalia nguo za kiraia, walikuwa wananilinda nisiweze kutoroka. Nikaingizwa kwenye chumba cha maandalizi katika hii hoteli ya kitalii ambapo ndipo pambano linapofanyika. Chidi, naam. Huyu unayekwenda kupigana naye ni mtu hatari sana. Anajua karate, anajua taekwondo, anajua kung fu. Kumbuka mnapigana kickboxing, hakikisha kwamba unammaliza. Mkuu wa magereza alizungumza huku akiwa amenikazia macho, nikamwambia sawa. Hapo nikavaa bukta yangu ya kupambana nayo, nikajifunga bandage kwenye mikono yangu pamoja na vikanyagio vya miguuni, kwa maana kwamba pambano hili ni la kupigana mpaka kufa. Nilijifunga kinyago changu usoni, nikakikaza vizuri kiasi cha kutokuweza kuanguka hata kama nikipigwa vipi. Ilipotimu majira ya saa 4 kamili, niliingia ulingoni. Ulingo huu ambao ulikuwa umezungushwa banda kubwa la nyavu za sinyenge. Silishangai sana, kwa maana kwamba sio mara yangu ya kwanza mimi kupigana kwenye ulingo kama huu. Watu wote waliohudhuria ndani ya ulingo huu walikuwa wanaonekana ni matajiri wenye pesa zao. Nikiwa katika kuangaza macho yangu kwa watu waliokuwa wamekusanyika eneo hili, nilimwona mke wangu akiwa amevalia gauni zuri la rangi ya gharama, na pembeni yake sikuamini macho yangu mara baada ya kumwona mwanaume huyo mwenye mahusiano naye ni makamu wa rais. Hasira na chuki vilinitawala sana moyoni mwangu. Nilitamani kuchomoka ndani ya huu ulingo na kuwavaa, ila sikuweza kufanya hivyo, kwani ulingo tayari ulikuwa umeshafungwa na mpinzani wangu alikuwa ameshaingia ndani ya uwanja huu pamoja na refa wa pambano hili. Mpinzani wangu alianza kuruka sarakasi pale, sarakasi kadhaa hivi kubabake. Sarakasi zilizonifanya nizidi kujijengea hasira moyoni mwangu, kwani mke wangu ambaye nilikuwa ninampenda na kumjali kuliko kitu chochote, leo hii ana maisha mazuri tena na mtu mkubwa tu serikalini.
Nikamtazama kwa mara ya mwisho mke wangu mpaka alijishtukia kidogo. Nikaona akimnong'oneza makamu wa rais. Kengele pale ikagongwa. Mpinzani wangu akaruka hewani, akanipiga teke la kifua lililonirudisha nyuma kiasi na nikaanguka chini. Watu wakampigia pale makofi mpinzani wangu huyu. Nikamtazama mkuu wa gereza hili jinsi alivyokuwa amenikazia macho. Mpinzani wangu akajirusha tena hewani, akanipiga teke la mgongo likanifanya nipate maumivu makali mno. Maumivu makali sana. Makamu wa rais pamoja na mke wangu wakajumuika na watu wengine katika kupiga makofi ya kushangilia. Mkuu wa magereza akanipa ishara ya mkono kwamba ninyanyuke nipambane. Rashidi amemwona mke wake pamoja na mwanaume aliyekuwa amemwibia mke wake. Je, kwa mshituko huo ataweza kweli kupambana pambano hilo ambalo akishinda atakwenda kumwona mamake na mwanae, lakini akishindwa basi ataonana na malaika wa mbinguni? Je, nini kitaendelea? Hebu usikose kufuatilia hiki kisa cha kusisimua katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya pili. Mzigo mtambo kuitwa Rise Up. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Asante na kwaheri kwa sasa. Tukutane katika sehemu ya pili.